Wachungaji wengi wa uongo, watumishi wa siku hizi wengi, manabii wengi ni wa uongo kabisa. Sio wa kweli. Mtu wa Mungu, kama wewe ni miongoni mwa watu ambao wanatumia hii kama sababu ya kutokumpokea Yesu, kwa kisingizio cha kusema kwamba watumishi wengi ni wa uongo, ndugu yangu, nakwambia kwamba unajidanganya na unakosea. Nasema hivyo kwa sababu gani? Kwa sababu imeandikwa katika Waebrania sura ya 12 mstari wa 2. Imeandikwa kwamba tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu, ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake aliustahimili msalaba na kuidharau aibu, naye ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unapompokea Yesu, hutakiwi kumtazama mtumishi wa Mungu, hutakiwi kumtazama muamini mwenzako, hutakiwi kumtazama mtu yoyote ule, hata kama ni nabii mkubwa kiasi gani, hata kama ni mtume mkubwa kiasi gani, mchungaji, sijui askofu, baba askofu, sijui, haijalishi ni nani kwenye masuala ya uongozi wa kiroho, hatakiwi kutazamwa. Anayetakiwa kutazamwa ni Yesu Kristo pekee. Kwa hiyo usiseme kwamba mimi siwezi kuokoka kwa sababu watumishi wengi ni wa uongo, mimi siwezi kuokoka kwa sababu watumishi wengi ni wa sadaka. Hapana, watumishi hawakupeleki mbinguni. Sawa? Waamini wenzako hawakupeleki mbinguni. Maana wengine wanasema kwamba mimi kwa nini niokoke wakati kama waliokoka tabia zao ndio hizi? No, hutaki kuwatazama hao waliookoka kama mfano wa kuiga. Unatakiwa kumtazama Yesu kama mfano wa kumwiga. Maana imeandikwa tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kuitimiza imani yetu. Yesu ndiye aliyeanzisha imani na ndio mwenye kuitimiza, sio watu ambao unawatazama. Kwa hiyo madhaifu ya watu, mapungufu ya watu, madhaifu ya watumishi wa Mungu, madhaifu ya waamini wenzako yasikufanye wewe ukatae kumpokea Yesu. Yasiwe sababu ya wewe kukuzuia kumpokea Yesu, kwa sababu hautengenezi mahusiano wewe na wao direct. Mahusiano kwenda mbinguni ni ya kwako na Yesu direct. Umebarikiwa sana mtu wa Mungu.